Lakini sasa hivi nataka kuzungumzia wakati Ron alipoitazama safina na kuona hili. Ona hapa chini, sehemu hii inayochomoza upande wa kulia. Ukiona juu yake kabisa kuna mwamba unaochomoza hadi karibu katikati ya meli. Sawa. Na hivyo Ron alielewa hili kumaanisha kwamba safina ilisafiri hadi kwenye mwamba huo na ikachomwa na kisha ikateleza hapo hapo. Ajabu. Na alipofanya yake. Kumbuka tulipomwonyesha akifanya ile milima midogo kwenye, Sawa. na ilionyesha eneo lililochimbika mlimani. Sawa. Alipotazama juu ya mlima aliipata. Ajabu. Na huyo hapa anaonyesha hapo hapo, na hapa kuna picha bora zaidi. Ajabu. Ilikuwa hasa alichoona kingeivuta safina ndani yake na kuishikilia umbo la hilali la milima. Hiyo ni ajabu. Ni ukweli Kwamba yeye alifanya mazoezi hayo ili ajue atakapofika huko. Hiyo ni ajabu. najua Ndiyo. najua, na ni Mungu pekee angeweza kumwambia afanye hivyo. Aliamini kwamba kilichotokea ni kutoka kwa lile umbo la hilali kule juu. Safina ilishuka mlimani, ikachomwa kwenye mwamba huu uliochomoza na ikazunguka sambamba na mtiririko wa lava. Ajabu. Sasa je, kuna ushahidi wowote wa kuunga mkono wazo kama hilo? Sasa jambo la kufurahisha sana huko ni juu ya ukingo, juu kidogo ya mahali safina ya Nuhu ilipo, palikuwa na jiwe kubwa la ukumbusho.